Familia moja huko kijiji cha Ngurumo, eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri, inaishi kwa hofu baada ya mti mkubwa kuanguka kutoka msitu wa vilima vya Tumutumu siku ya Jumamosi na kubingiria na kusababisha uharibifu kwenye makazi yao. Familia nyingine zilizo maeneo hao pia zinahofia usalama wao, wakisema hali hiyo imekuwa kawaida kila msimu wa mvua unapofika, wakilaumu idara husika kukosa kuwajibika. Clement Masombo alizuru eneo hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. Familia moja kijiji cha Ngurumo eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri, inaishi kwa hofu baada ya mti mkubwa kuanguka kutoka kwa msitu wa vilima vya Tumutumu na kubiringika kabla ya kutoboa ukuta wa nyumba yao, ukipitia chumba cha watoto cha kulala na kisha kuishia sebuleni. Sauti tu kama ndege inakuja hata watu wakujua kama ni miti ama ni nini, sababu ile kitu ilitoa ni kama nini, ile ndege nasikia ikiwa juu. Kwa mbali nyumba yenyewe inaonekana kuwa sawa, ila kwa mtazamo wa karibu uharibifu wa mkasa huo ni wazi. Kuta zilizokuwa zimesimama wima sasa zimekuwa dhaifu, huku baadhi ya vyombo vya nyumba pia vikiharibiwa. Mimi nilikuwa ndani ya nyumba, nikasikia kama ndege inakuja, ile sauti, na nikajua hiyo ni mti unateremka kwa sababu kulikuwa na ile unyefunyefu wa mvua. Nikatoka bio kwa nje, kufika hapa nje tu ndio nikaona mti ushaingia kwa nyumba. Kwa hiyo nyumba imeharibu kila kitu. Na hata mawe imetokana kila kitu hapo, na lakini mti iko ndani ya nyumba. Na hiki sasa sio mara ya kwanza. Kwa sasa hofu imetanda miongoni mwa wakazi, licha ya kuwa hakuna aliyejeruhiwa wakati wa mkasa huo. Na ni kama mvua ikinyesha mvua hii kubwa, ile miti lazima yanguke. Sababu hiyo mizizi yake imeoza. Sasa ile miti ni mzee sana, sababu ilipandwa hapa 1955. Majirani na wenyeji wanasema kuwa hawajapata usingizi kutoka Jumamosi mkasa huo ulipotokea, wakihofia kuwa huenda miti mingine ikaanguka. Aidha, wanalaumu idara husika za serikali kwa kuzembea na kukosa kukata miti iliyokomaa kwenye msitu huo. Sasa tuko na malalamishi ya kuuliza serikali, kama ni mtu wangekufa wangekibia kabisa, wangekuja hapa na malori na gari ati watuondolee watu. Na sasa hii watu wako uhai, kwa nini serikali wakuji? Akikanusha madai hayo, gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga amesema kuwa jaribio la maafisa wa serikali ya kaunti la kutatua hali hiyo halikufua dafu baada ya wakazi kuwafurusha maafisa husika. The challenge was that by the time they got there, the community or the people chased them away. That was the beginning of the problem. And they said they did not want the DRM, yet they wanted the Department of Environment, etc. There were talks about compensation and that. Clement Masombo, KTN. Tukitoka Nyeri tuelekee Eldoret. Mwili wa Douglas Ayenda